Wakazi wa kaunti ya Nandi wametoa onyo kali kwa baadhi ya watumishi wa umma na viongozi wa ngazi za juu wanaodaiwa kuingilia siasa kwa kujaribu kuwaelekeza wananchi kuhusu viongozi wanaopaswa kuwachagua. Wamesema hatua hiyo inakiuka misingi ya kidemokrasia na inaweza kudhoofisha uhuru wa wapiga kura kufanya maamuzi yao bila ushawishi wa nje. Hao watu ndio mheshimiwa rais aliwatuma. Hawa ndio tunauliza maswali. Ile maneno yote mnasema, mngekuwa mnafanya kazi. Hata juzi ukiangalia hapa Mgweni mzima. Ile kitu tumeona ni project ya president peke yake. Hiyo nyumba ya ghorofa. Lakini lami hakuna chochote tumeona hapa. Ndio unaona tunalalamika. Wakazi hao wameeleza kuwa kila mwananchi ana haki ya kikatiba ya kumchagua kiongozi anayemwamini kupitia uchaguzi huru, wa haki na wa uwazi. Wamewataka viongozi wa kisiasa na watumishi wa umma kuheshimu sheria za uchaguzi kwa kuepuka matumizi ya nafasi zao kushawishi au kuelekeza maamuzi ya wapiga kura. We need a peaceful nation come 2027. Mambo ya kusema ati tunataka huyu akuwe kiongozi fulani, wacha watu wapige kura. The reason why watu wanachukua kadi ni mtu kuchagua kiongozi yake ambaye anajitakia ili atekeleze majukumu yale iko katika taifa letu la Kenya. Aidha, wamezitaka taasisi husika kuhakikisha sheria za uchaguzi zinatekelezwa ipasavyo ili kulinda haki za wananchi na kudumisha amani wakati wa mchakato wa uchaguzi. Wamesisitiza kuwa sauti ya mwananchi ndio msingi wa uongozi wa kidemokrasia na kwamba matokeo ya uchaguzi yanapaswa kuakisi mapenzi ya halisi ya wapiga kura. Jambo moja tunasikia kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wanataka walazimishie wananchi kiongozi fulani ama viongozi fulani. Hiyo ndio maana wakasema after 5 years tuwe na election. Hasa wacha watu wafanye campaign, watu wanando wachague ule mtu mwenye atakuja kuwafanyia kazi. Wananchi wamesema ya kwamba wanataka uhuru na uwazi wakati wa uchaguzi. Aidha, wamesisitiza kwamba kuna haja ya sheria za uchaguzi kutekelezwa. Nikiripotia runinga ya TAS, jina langu ni John Mathia.